Naitwa Sara Ndaba, ni afisa ustawi wa jamii kutoka Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Kanda ya Kaskazini. Katika ziara yetu ya siku mbili, yani majumuisho ya tarehe 17 na 18 mwezi wa 4 mwaka 2025 mkoani Tanga, kwanza kabisa tulipata mwaliko kutoka SMAUJATA ambao ni mashujaa kwenye eneo la ukatili wa kijinsia, lakini pia sisi kama Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Kanda ya Kaskazini, mkoa wa Tanga ni mmoja wa mkoa ambao tunauhudumia. Kwa hiyo tuliona ni vema tukatumia fursa hii katika kutoa elimu kwa jamii. Tumeenda mashuleni, lakini pia tumeenda kwenye vituo vya redio, lakini pamoja na hivyo tumetoa elimu kwa mashujaa wa SMAUJATA ambao hii elimu ya dawa za kulevya kwao ni muhimu sana. Wanachokutana nacho kwenye jamii juu ya ukatili wa jinsia ni pamoja na matumizi ya dawa za kulevya, kwa sababu hivi vitu vinaenda kwa pamoja. Kwa hiyo tumeona ni vema elimu pia ikatolewa eneo lile, mashujaa waliotoka mikoa mbalimbali waweze kupata hiyo fursa ya kuelewa aina ya dawa za kulevya, lakini kwa ujumla tatizo la dawa la kulevya likoje na linaathiri vipi katika utendaji wao wa kazi katika kupinga ukatili wa kijinsia. Lakini pamoja na hivyo, jukumu letu jingine ni kutembelea nyumba za upataji nafuu ambazo ziko katika mkoa wa Tanga na mikoa mingine ambayo sisi kama mamlaka Kanda ya Kaskazini tunahudumia, kuona namna gani nyumba zinaendeshwa, lakini pia kukagua na kuelekezana ni vitu gani ambavyo vinatakiwa vifanyike kuboresha huduma kwa waraibu wetu wa dawa za kulevya. Lakini pamoja na hivyo, ni vema tumepita na kutoa salamu kwa ofisi ya Katibu Tawala mkoa, lakini pia na maeneo mengine ambayo tumeona ni vema sisi kama mamlaka wakafahamu kwamba Kanda ya Kaskazini imekuja mkoa wa Tanga katika kutekeleza majukumu yao. Kabla ofisi ya kanda haijafunguliwa, vitu vilikuwa bado havijakaa vizuri, lakini baada ya ofisi za kanda kufunguliwa ni kwamba huduma inakuwa imesogezwa kwenye mikoa husika. Yaani kama sisi Kanda ya Kaskazini tunahudumia mikoa 4, inamaanisha tuna concentrate na ile mikoa 4 katika kutekeleza majukumu yetu yale 4 ambayo ndio mikakati ya Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya. Kwa hiyo unaweza ukaona elimu imetolewa kwa kiasi kikubwa sana tokea ofisi ya kanda imefunguliwa, lakini pia nyumba za upataji nafuu zimewezeshwa namna gani ya kuziwezesha zile nyumba kwa utaratibu ambao unafuatwa. Lakini pamoja na hilo, tumeimarisha ushirikiano na taasisi nyingine ikiwemo TAKUKURU. Tumekuwa tukifanya nao kazi kwa karibu sana, na TAKUKURU Tanga tumekuwa tukifanya nao kazi pia katika kuelimisha jamii kwenye ngazi ya shule za msingi, sekondari na vyuo juu ya tatizo la rushwa na tatizo la dawa za kulevya, kwa sababu hivi vitu viwili vinaenda kwa pamoja. Kuna changamoto zozote ambazo umeweza kuzibaini ndani ya siku mbili hizi? Changamoto zipo, haziwezi kukosekana, lakini sisi tunakuja kutembelea hizi kazi kwa sababu pia tuchanganue zile changamoto ambazo wadau wetu wanakutana nazo. Kwa hiyo tumekusanya zile changamoto, japo nyingi ni zile ambazo zinajirudia mara kwa mara, ila zipo ambazo tumeweza kuzichanganua na nyingine tunazipeleka ngazi ya juu kwa ajili ya kuzitatua zaidi. Kwa majina naitwa Amina Mbowe, ni program manager katika shirika la Gateway Rehabilitation Center. Tunapenda kushukuru mamlaka Kanda ya Kaskazini kwa kuweza kututembelea, kuona shughuli zetu na pia kutupa feedback zao juu ya shughuli zetu. Na napenda kusema kwamba tutatimiza ambayo wametushauri ili kuweza kuendelea kuboresha shughuli zetu. Gateway tunatoa huduma mbalimbali kwa wagonjwa wenye changamoto za afya akili pamoja na watu walioathirika na matumizi ya dawa za kulevya. Ikiwemo tunatoa huduma ya tiba kazi. Na hii tunatoa kwa sasa hivi, tuna huduma ya ufugaji kuku, tuna huduma wa kilimo cha mboga mboga, na tuna huduma ya weaving au ushonaji vikapu, na tumeipa jina ya akili asili. Kwa nini tumeipa jina la akili asili huduma ya weaving? Kwa sababu hawa ni wagonjwa ambao wamepata changamoto ya afya ya akili, na kwa kutumia ile weaving activity ambayo ndo asili akili, wanatumia akili yao kufanya ile shughuli, wanaweza kuchangamana na wenzao, anaweza kufikiria hapa nifanye nini kwa utulivu zaidi. Na asili kwa sababu wanatumia vitu ambavyo ni vya asili kabisa, ambavyo haviathiri mazingira, inakuwa ni rafiki wa mazingira, na pia ni bidhaa ambazo tunatumia majumbani kwetu, watalii wanavipenda. Hivyo basi inakuwa ni fursa kwa hawa wagonjwa, hata anapomaliza huduma ya utengemao hapa kituoni kwetu, anapotoka kaenda nje kwenye jamii yake au familia yake, anakuwa na kitu ambacho anaweza akakifanya kikamuongezea uthamani na pia kumuondoa kwenye yale makundi hatarishi ili kuweza kumuepusha kupata relapses. Amina, kwa kumaliza, kwa fursa nyingine ambao wako huko nje wangetamani kufahamu nafasi ikoje? Nafasi zipo
na tunawakaribisha sana, na sisi tuko pamoja na jamii yetu katika kupambana na hili wimbi kubwa la watu walioathirika na dawa za kulevya na changamoto za afya ya akili. Na mgonjwa atakapokuwa hapa anapata huduma ya kuona na wataalamu mbalimbali, kemo daktari, occupational therapist, psychologist na wataalamu kadha wa kadha, ili kuweza kumsaidia mgonjwa kuweza kutengemaa kuanzia akili, mwili na familia kwa ujumla.